Ndugu watazamaji, karibuni katika channel ya Afya Yetu Hub TV. Leo nitakuwa nami mtangazaji wenu Mhamasia Grace Ndomba kutoka kituo cha afya cha Kigoma. Niko hapa na daktari katika mada ya changamoto wanazokutana nazo ndugu wanaouguza wagonjwa mahospitalini. Daktari, naomba unitambulishe. Naitwa Daktari Leni Ndomba kutoka kituo cha afya cha Kigoma. Leo tutaelekeza changamoto ambazo wanakutana nazo ndugu wanaouguza wagonjwa hospitali. Kama kuna ndugu yako yuko sasa anakuja mgonjwa hospitalini, basi fahamu kwamba anakutana na changamoto zifuatazo. Asante mtangazaji. Asante, tumemsikia daktari Ndomba. Kumbe huwa kuna changamoto ambazo wanakutana nazo wauguzi. Pengine mimi na wewe tumewahi kuuguza wagonjwa na kila mtu alikuwa na changamoto zake. Sasa leo tumepata mtu ambaye anaweza ni changamoto gani ambazo wauguzi huwa wanakutana nazo? Asante. Wauguzi ambao wanauguza wagonjwa hospitali wanakutana na changamoto nyingi sana. Changamoto ya kwanza ni uchovu uliopitiliza, hasa wale ambao wamekaa muda mrefu, kwa sababu baadhi ya hospitali nyingi katika nchi yetu hazina sehemu ya ndugu kupumzika, hazina sehemu ya ndugu kulala, hazina taki za usiku. Kwa utakuta ndugu amesimama au amekaa kwenye kiti wakiwa wanapiga stori, wanaongea na ndugu wengine ambao wanauguza hospitali kwa muda mrefu, hata kama mgonjwa amekaa wiki mbili. Kwa ndugu anakaa halali au anapata sana uchovu wa kutosha. Changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili ni ukosefu wa fedha, hasa fedha ya akiba. Kuna baadhi ya ndugu wakishafika hospitali na mgonjwa, kishafikisha mgonjwa hospitali, basi ndugu wengine wanamtelekeza, hawamletei fedha ya dharura, hawamletei pesa ya akiba, hawamletei pesa ya matibabu ya mgonjwa. Baadhi wanaweza akachangia matibabu ya mgonjwa, lakini yule ndugu wanamsahau. Utakuta ndugu anakula kwa shida, ndugu anakosa hata pesa ya usafiri kwenda kufuata chakula, au pesa ya usafiri kwenda kubadilisha nguo au kwenda kuoga. Kwa hiyo changamoto ya pili, ukosefu wa fedha. Changamoto ya tatu ni kuogopa kuuliza kuhusiana na hali ya mgonjwa. Baadhi ya ndugu ni waoga, anakuwa mgonjwa lakini sasa anaogopa hata kwenda kumuuliza daktari, mgonjwa anaendeleaje. Huu ni uoga. Anaogopa, sio anaogopa na yeye akienda kuuliza kwa daktari au kwa muuguzi kama sindano na kwaje. Hii ni changamoto ambayo baadhi ya ndugu wanakutana nayo, kama anaogopa kwenda kuuliza kuhusiana na hali ya mgonjwa. Changamoto nyingine ni maelekezo mengi ya hospitali nyingi yameandikwa. Kuna baadhi ya hospitali maelekezo yameandikwa lugha ya Kiingereza. Sasa baadhi ya ndugu hawajui yale maelekezo ya Kiingereza, kwa mpaka kwenda kuuliza na kwa changamoto kwake. Ukuta ametoka kwenye pointi moja kwenda kwenye pointi nyingine, ni pengine wodi ya upasuaji lakini imeandika surgical ward. Sasa wengine hawajasoma kutoka vijijini mpaka kuja kuelewa, kwa imechukua muda, au anaweza kama mzunguko hospitali nzima, kumbe eneo analoenda liko jirani. Ni changamoto ambayo inatokana na kwamba maeneo mengi, baadhi ya hospitali yameandikwa kwa lugha ya Kiingereza. Changamoto nyingine ni kutelekezwa. Baadhi ya ndugu wanatelekezwa. Kisha mgonjwa hospitali, baadhi ya ndugu hawatembelei, wanatelekeza na baki peke yake, kwa anabaki kupiga na kana mgonjwa muda mrefu. Ina changamoto nyingi sana. Baadhi ya ndugu wakishaleta hospitali, ushirikiano unapungua. Yule ambaye mbaki hospitali, basi yeye apambane kivyake, ajue yeye anakupa anafanyaje ili aendeshe zile bili za pale hospitali. Kwa sababu kuna baadhi ya wagonjwa kama matibabu yao ni gharama kidogo na yanahitaji uangalizi wa karibu. Sasa anaachiwa kila kitu, yani atafute ni chakula cha mgonjwa au hali ya mgonjwa, wengine wote wanamsahau. Changamoto nyingine ni kwamba anapozidi kukaa muda mrefu anakosa pia kutafuta pesa, yaani pesa kujikimu. Sababu ni ndugu, utakuta mgeni baba ana watoto, ana familia, watoto pia inabidi waende shule. Sasa anapoenda hospitali kutokana na mgonjwa muda mrefu, baadhi ya wagonjwa wanaweza kukaa mwezi miwili na kukuta mtelekezo. Kwa hiyo anakosa muda wa kutafuta kipato chake cha kuendesha familia. Changamoto nyingine pia, anaweza kupata changamoto ya afya ya akili na msongo wa mawazo. Ikatokea pia hajui, na basi kama nilivyosema, anaogopa kuulizia hali inayoendelea mgonjwa, lakini pia ametelekezwa. Lakini pia ukiongeza pia baadhi ya hospitali zina sehemu ya
lakini pia utakuta basi ya ndugu hizi changamoto zote hizi ambazo zinampelekea mfadhaiko wa akili, akapata msongo wa mawazo muda mrefu. Lakini pia anaweza kupata msongo wa mawazo kutokana na hali ya mgonjwa, anapoona kama vile mgonjwa maendeleo sio mzuri, basi anauma sana, anaweza kupata mfadhaiko wa akili. Hizi ni baadhi ya changamoto ambazo ndugu woga wanakutana nazo wakiwa hospitalini. Ziko nyingi, lakini hizi nahisi wengi huwa wanakutana nazo. Asante ndugu mtazamaji. Hiyo naona hiyo kutelekezwa hiyo iko sana. Yaani ambapo watu wanaachwa kufika tunamzungumzia mgonjwa, kuleta chakula cha mgonjwa lakini ulizii. Lakini sasa kuna wengine ambao wanachukulia hiyo nafasi kama kitega uchumi sasa. Yaani yeye ndo akifika pale kwa kuwa mgonjwa ndo anaumwa, basi atasema kuna ila nini pala anaanza kulia. Yaani najua familia zetu za Kibongo hao wapo, lakini sio wengi sana. Najua wanategemeana kwa zile familia. Nazungumzia familia zetu hizi ambazo tumetokea wengi. Wapo, lakini sio wengi sana, ila ni wachache. Japo pia wapo, hii tabia sio nzuri, lakini tunakemea tabia ya kutumia kama ile mgonjwa amelazwa basi tumie kama kitega. Tabia sio nzuri, kwa sababu kuna wengine pia utawaponda. Sawa, tumesikia changamoto za wauguzi wanaouguza wagonjwa wao hospitalini. Sio wauguzi ambao ni wafanyakazi, hawa ni ndugu wanaouguza wagonjwa. Sasa daktari, niongezee kidogo. Ndugu mtangazaji, naweza nikawaelezea kwa kifupi jinsi ya kuzikabili changamoto, jinsi ya kuzizuia. Nini kifanyike? Kwanza, kwa ndugu ambao wanauguza hospitali, kama na mgonjwa hospitali, basi wao wanapeana zamu kwenda kuuguza mgonjwa hospitali. Ukienda leo basi mwingine aende kesho, au akienda asubuhi mwingine aende jioni. Ndugu wako wengi, sidhani kama kuna mtu ambaye hana ndugu. Hata majirani pia wanaweza kufanyaje wakasaidia. Lakini pia wale ambao wanakwenda kuona wagonjwa hospitali, basi wanabeba vyakula. Utakuta ameenda mtu amebeba kipato cha shilingi 10. Inakuwa changamoto, alafu mgonjwa anakosa pesa ya matibabu. Mmoja akibeba chai, mwingine abebe pesa ya matibabu. Wao wanawasiliana kwenda kuona mgonjwa. Sio wanabeba vyakula, ni vizuri kubeba chakula, lakini kwa tunachanganya. Kama ukubeba mwingine akibeba pesa, tunachanganya. Muona mgonjwa lazima tubebe chakula, beba na pesa kinaweza kumsaidia katika matibabu, usafiri, afya, manunuzi ya dawa. Kitu kingine, tunaomba hospitali zetu kwanza ziwe na sehemu kupumzika wanaokuja hospitali. Iwemo kutengeneza siku ya kulala na chakula usiku, iwe nzuri, isiwe ile ambayo mtu ana cha msingi mtu amepumzika. Kwa utakuta hii inaweza kuepusha ndugu wanapo kwanza kama vile akiwa hospitali. Changamoto nyingine ni kisha kukabili maeneo mengi ya sanduku kwa Kiingereza ya ndiko kwa Kiingereza, lakini pia ndiko kwa lugha ya taifa ya Kiswahili. Sio tunaandika kwa lugha mojawapo ya Kiingereza. Kingine, lugha sio kutoka kwa madaktari kwa maendeleo ya mwili. Siogope daktari, ni binadamu kama wewe, fuate muulize sana mambo ya mwendeleaji, nini ambacho kinaendelea kwake. Yaani usiogope, sio mnaogopa kuuliza madaktari. Madaktari ni wauguzi mgonjwa ambao wanatoa sana ushirikiano kwa ndugu ambao wanakwenda kuwauliza kuhusu maendeleo ya mgonjwa. Kitu kingine ni kuzidi kuombeana na kubadilishana mawazo na kubadilishana shiti. Hicho ndicho kikubwa zaidi. Ni vitu ni vidogo lakini vina umuhimu sana. Asante mtazamaji. asante pia. Hapo sasa ningeomba tupe hitimisho ya hii mada yetu. Asante ndugu mtangazaji, na mimi nihitimisha kusema kwamba kuuguza mgonjwa hospitali sio adhabu, ni tendo la ibada. Kwa hiyo tunapokuja kuuguza basi apewe mazingira mazuri, awe anasaputiwa na familia, apewe kila kitu ambacho anapewa anastahili. Kwa hiyo ni binadamu, sio adhabu kwa mgonjwa mzima basi kaa ya hospitali. Kwa hiyo tuwasapoti, tuwaone kama ni watu, kwa sababu si rahisi pia wakili
kuitetewa. Tunaweza pia tukaangalia sasa kuwatetea ndugu ambao wanauguza hospitali, ili kujua tunafanyaje kama tuna muda mrefu kuhusu kipato. Tunaweza tukatengeneza sera fupi kuhusu wale ambao wanauguza wagonjwa hospitali, au hospitali basi zikatengeneza mazingira